Na mtazamaji, ukiangalia kuna maoni mengi napata kwa mada yanayoendelea. Wengine wanasema kwamba kwa vile ambavyo tunawasikiza studioni wakati mnakwenda kwenye maandamano, ikuwa ni vizuri wakati mwingine mkichukua kipaza sauti na mkaongea mnaoyazungumza, kwa sababu ujumbe ambao mnautoa Wakenya wanaamini kama mngekuwa mnautoa namna mnavyoutoa hapa studioni ingekuwa tumepiga hatua sana. Nataka tuelekee Samburu kidogo tupate maoni ya Wasamburu, alafu tukirudi tuje kwa Hussein Khalid ambaye ni afisa mtendaji Vocal Africa. Mwenzangu, tunakuja moja kwa moja toka mji mdogo wa Amba, Samburu Mashariki, katika gatuzi la Samburu. Tunapoliweka swala hili kwenye mizani, tunao wakazi wa hapa kudadavua swala hili kiundani, wakaweza kutoa maoni yao siku chache tu kabla hiyo siku ya Jumatano, tunasema chini ya masaa 44 kabla ya siku ya Jumatano, mwaka mmoja, maadhimisho mwaka mmoja tangia maandamano ya Juni 25 mwaka uliopita, ambapo baadhi ya vijana wa Gen Z waliuawa. Watakuwa wanashiriki maandamano kuadhimisha mwaka huu siku ya Jumatano. Wakazi wapo wanasema wana yepi ya kusema. Tuanze na wewe. Tunapotarajia maandamano, maoni yako kwa serikali ni gani na maoni yako kama Mkenya? Sisi tunasema tuache maandamano, maaskari waache kututumia vibaya, na sisi tutaandamana pamoja na peace na pole bila maharaka. Askari wasitumie sana, asikuwa force maneno yote. Sisi wakazi wa Wamba ndio hiyo. Kama kijana unazungumziaje maandamano ya siku ya Jumatano? Sasa simbana maandamano, sisi tungeweza kuwa tusikue na shida yote na amani. Ile siku ya maandamano tuandamane na amani, tusungumzie hiyo story hiyo siku ya maandamano, tuandamane kiamani tu. Ndio. Kama mzee, suluhu ni gani? Unawaambiaje vijana ambao wanapanga kuandamana siku ya Jumatano? Unawaambiaje ujumbe wako kwa vijana na kwa maafisa wa polisi? Kwa ujumbe wangu naambia waafisa wa polisi watu waangalie vijana, kwa sababu vijana wakiandamana wataandamana haki polepole na watatembea na haki yao. Ukiangalia hivi maaskari wasijaribu kuhudhuru hawa, waone wana macho kando na vijana waandamane wakiuliza haki yao, kwa sababu hiko haki yao. Ndio. Na wewe? Mimi nasema ya kwamba kwa sababu ya kuandamana tunatumia haki. Sasa tunatumia kitu inaitwa justice. Sasa unajua justice ni ile imani ya watu. Sasa tukua pamoja, tunataka haki na ukweli. Na ukweli nasimama imara daima. Kama kijana utaandamana siku ya Jumatano? Tunasema Jumatano ikuwe sawa, watu wakuwe na amani, kila mtu. Vijana wasitupe mawe na serikali wasitupe tear gas, na wasitupe, kila mtu aende na amani, tumalizie hadi jioni. Jana wamepotezwa, alikuwa hospitali, majeraha ya risasi, na wako wapi sasa hao? Waletwe pamoja, waonekani, waletwe tuone hao siku ya mwisho. Ama kama wamekufa useme masishi ya mtu ni fulani. Nashukuru sana. Naam, asante sana. Kauli unazoibua hapa ni kwamba wale vijana ambao walitekwa nyara na hawajapatikana hadi leo, familia zinazidi kulilia haki. Wanataka kwamba waweze kuachiliwa huru ili kutangamana na familia zao kupata amani na kupata haki. Japo pia wanapotarajia maandamano hayo, kikubwa wanachozidi kuibua ni kwamba wanataka vikosi vya usalama kuimarisha usalama, kuhakikisha usalama katika maandamano hayo, na wanataka amani mwisho wa siku. Hiyo ndio kila Mkenya anaweza kukumbatia, pasiwe na kupoteza maisha, pasiwe na uvujaji wa damu. Niruhusu nitie kikomo. Na mtazamaji, wakazi wa Samburu wameweza kuzungumza, na sasa hivi nataka tuzungumze na mmeweza kuwasikia, nataka tuendelee na mjadala wetu. Hussein Khalid, ni kwamba kuna watu wengine ambao walikuwa wakiandamana na kwa sababu ya ajenda ambazo wanazo. Yes. Lakini kama unavyojua anayozungumzwa kwa anabadilisha mtu. Na tetesi zilivyoenea kwamba kuna uwezekano kuna baadhi ambao wanalipwa. Kuna baadhi pia ule moyo wa kuandamana uliondoka, akiona kwamba pia tunatumiwa. Kauli ambayo ameweza kuitumia ndugu yangu Mark Ouko, kwa kuna wengine ambao wanatumiwa. Naam. Hili mnalizungumziaje? Kwa sababu kama ni la ukweli, basi hili litakuwa ni swala ambalo si zuri. Wajua Rashid, mimi nimekuwa katika harakati hizi za kupigania haki kwa zaidi ya miaka 15 sasa. Na kuna tofauti kubwa ya wakati ule ambapo sisi tulikuwa kwenye mstari wa mbele na wakati huu wa sasa ambao tunajaribu kuwapa kina Shakira na kina Okayo kipaumbele. Na wacha nikwambie, sio kila mtu
ambaye anaweza kuwa katika mstari wa mbele, na hakuna kiwango cha pesa kinaweza kumtosheleza mtu kusimama mahali ambapo anajua risasi zinapigwa, ambapo unajua wazi wewe leo usiku waweza usirudi nyumbani. Hakuna kiwango cha pesa ambacho kinaweza kumfanya mtu kufikia mahali kama pale. Yale yanayofanywa, ukiona watu wako katika mstari wa mbele, wanafanya kwa sababu wana imani kwamba hii ni muhimu na lazima tulete mabadiliko katika hii nchi. Ukiangalia mashirika, hakuna shirika lolote, mimi nimefanya katika hakuna shirika ama mfadhili, manake wafadhili wengi wao pia ni serikali. Ikiwa unapokea pesa kutoka kwa ubalozi huu ama ubalozi ule, ujue ile pia ni serikali. Hakuna serikali itampa mtu ama shirika fedha za kwenda kufanya maandamano. Hakuna. Kwa sababu ile ya kwanza kabisa, wewe unafaa uondolewe. Kwa sababu wewe unasaidia, unachangia katika fujo ama jambo kama hilo. Haya mashirika, ukiona labda mtu amejitokeza, mara nyingi utaona wengi wa mashirika makuu wanayoyafanya ni press conference. Ndio makubwa kabisa, kwa sababu ile inakubalika, mnazungumzia hali katika nchi. Lakini kwenda katika mstari wa mbele ni wachache sana ambao wako katika ule mstari wa mbele, kwa sababu ile haimo kwenye program ya shirika. Huwa ni mtu amejitokeza ye mwenyewe, anasema siwezi kuwa mimi kila siku napiga kelele tu kwa press, alafu hakuna tofauti yote inayokuja. Kwa hivyo watu wakijitokeza, unaona kwamba tayari kuna tishio, kutakuwa na goons. Ni mbunge gani huyu jana amezungumza, amesema ati ile muliona, ngoja mutaona sasa. Na bado watu wako tayari kujitokeza, ni kwa sababu wana imani kwamba lazima tulete mabadiliko katika hii nchi. Na hakuna vile unaweza kumlipa mtu, Rashid, kuhatarisha maisha yake. Ni kwa sababu yule mtu ana imani kwamba hili jambo ninalolifanya, ikiwa ni Shakira anamfikiria yule mtoto wake wa miaka 7, anasema anafanya kwa sababu nataka maisha yawe tofauti. Kama ni Okayo, tulikuwa naye juzi akipigwa tear gas kwenye kichwa, tukimweka kwenye Honda pikipiki, tukimkimbiza hospitali. Kesho anakuambia atakuwa hapo. Hakuna pesa utalipwa wewe uwe utahatarisha maisha yako hivyo. Ni ile imani uko nayo wewe. Na pia ukiangalia, unasikia sijui watu walilipa. Nani atakubali kulipwa apelekwe nchi ya nje, aende ateswe, afanyiwe unajisi wa kijinsia na mambo there is no amount of money. Mtu asikudanganye. Ile ni hisia, mtu ameamini kwamba hii italeta tofauti katika maisha yangu na ya Wakenya. Na katika swala hilo nitakuuliza Hussein Ali, je, kuna uwezekano kwamba kuna ile inayotembea kutoka kwa viongozi ya simu wa serikali leo madarakani? Madai kama hayo. Kwamba kuna uwezekano kwamba kuna ile inatoka kwa viongozi wa wengine ambao hawapendi serikali leo madarakani? Hiyo ni kawaida. Hii ni shida ambayo tunayo sisi na wanasiasa katika hii nchi yetu, ambao wanapenda kuingilia, kuchafua na wanapinga walioko mamlakani, na wanaona wanaweza kuwatumia vijana. So wako wale ambao wanalipwa ili kuenda kubadilisha, kuonekana ni kama, lakini hao hawako katika mstari wa mbele. Utaona wengi wanafika pale mambo yametulia, sasa wanangoja wapigiwe simu njooni saizi. Kwa hivyo ndio hatuwezi kukataa kwamba kuna wale ambao ni wanasiasa na wanatumia baadhi ya vijana kuwaita huku kwenda kule, na tunasema wajua hii ni nchi huru. Wewe ukiwa umeamua utashirikiana na upande huu wa siasa, pia hatuwezi kukupinga. Ukiamua wewe utaenda State House, ni pendekezo lako, lakini haimaanishi kwa sababu wewe umeamua kwenda State House, sisi ambao hatuendi kwamba hatuna la muhimu ambalo linazungumziwa. La hivyo lazima tupeane nafasi na wengi wa wananchi hivi sasa walipo. Mtu akikwambia ati wengi hawataki maandamano, hiyo si ukweli. Wengi wa wananchi pale walipo hivi sasa wamechoshwa na hali ya maisha ilivyo hivi sasa. Kodi zimezidi kupanda. Hawa viongozi, Okayo amezungumza hapa. Wewe kiongozi, unajua wananchi wamepinga hili swala. Leo unakuja kwenye runinga unasema yale mliopinga tuliyapitisha yote baada ya miezi 4-5 tu baadaye. Wewe unatarajia wananchi wahisi vipi? Ikiwa wewe kama ni kiongozi na unajigamba wewe uko katika upande wa rais,
Leo hii wewe unaaibisha kwamba yale ya wananchi waliambiwa yametolewa, unasema tuliyarudisha yote. Sasa unataka sisi tufanye nini kama anavyouliza Shakira? What is the option iliyobakia? Sisi kama wananchi hamutusikizi. Tumekuja, tumeandika memorandums, tumefanya kila juhudi kujaribu kuwaelezea, na ni viongozi wote. Mimi I'm talking about the political class. Kuanzia wacha hata si hata diwani ama tunamhitaji MCA. Pia campaigners wao. Maana wao pia ndo wanachangia katika haya mambo, wao ndo hii leadership ya Kenya. Watu wanaposema Ruto must go, unajua wanataka kusema Ruto, wanataka kusema cabinet secretaries, wanataka kusema, lakini sasa huwezi kutaja 1 2 3 MPs ni zaidi ya 300. Utawataja vipi? Kwa hivyo ile Ruto ni fagia wote. Maana hawa viongozi wametuangusha sisi kama nchi, wote ni wote ambao sasa Wakenya wamesema lazima tulete mfumo mpya, a complete overhaul of the political system in this country. Hiyo ndio inahitajika. Na uone kama tunaweza kuwa labda pengine kwa mahali pazuri kabla nimlete Mark kwamba tufanye sensitization, tuelimishe. Yes, of course. Maybe ikifika ule muhula ambao tumefika wa uchaguzi kikatiba yetu, tufanye kile ambacho nyinyi mtakuwa mnataka kwamba mpate hiyo ladha ya viongozi ambao mnajua watakuwa wanasikiza. 100%. That's why Rashid, nakushukuru na nashukuru Citizen pia kwa sababu mnapeana nafasi ya watu kuzungumza, kujieleza, na vikao kama hivi ni muhimu. Shakira nafikiri mmeona akuwa akitembea akifanya civic education, kuambia vijana chukueni kadi za kura, tupige kura, chukueni ID. Kila kiongozi hapa at the end of the day ni kura yako itakayozungumza. Na bila shaka ni kura itakayozungumza, lakini kama kura itazungumza na hakuna amani inayopatikana na wengine pia wapoteze maisha yao, basi wachache watashindwa kupata nafasi ya kuja kutumia ile kura ambayo ndio muhimu. Nataka tuzungumze kuhusu swala zima lililofanyika, maandamano yaliweza kufanyika. Mtazamaji, tupate hiyo taarifa kidogo ambayo pia itakuwa inatuendelezea mjadala wetu ili kujua Jumatano itakuwaje. Maana tunachotaka ni kwamba kila mtu atekeleze lile ambalo anaweza kulitekeleza kwa mujibu wa haki na sheria hapa nchini Kenya, na kila mmoja asikiuke haki ya mwingine. Kifo cha Albert Ojwang katika seli za polisi mnamo Juni 9 mwaka 2025 zilizua tumbo joto nchini. Kilichofuatia ni msururu wa juhudi za kudai haki uliochochewa na huzuni na hasira ya mauaji hayo ya kikatili. Na kwa siku kadhaa shinikizo zilizidi, na hatimaye naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat alijiondoa kazini kwa muda, ila hilo halikuwaridhisha baadhi ya Wakenya waliomtaka kujiuzulu kabisa. Siku ya Jumanne wiki hii, waandamanaji walijitokeza kwa wingi mjini wakitaka haki itendeke, ila walikabiliwa vilivyo na wahuni waliodaiwa kukodishwa kwa nia hiyo ya kuzua rabsha, kupora mali na kuvuruga maandamano. Tulikutana na baadhi ya wahuni hao. Kwanza nilikuwa Kangware, nikakuja kama kufanya kazi kawaida ya pikipiki. Tukakutana na wenzangu wanateremka. Kauza wanaenda hapo, kaniambia twende. Tukaenda hapo kwa Kanjo. Hapo iko karibu na Freemason hapo. Kufika hapo kama dakika 10 hivi wakatuandika majina. Kidogo kidogo gari ikakuja Fielder. Nimepepa mpini. Wakaanza kugawa watu hapo, lakini wakati wakigawa hivyo gari ya ilikuwa KBU white. Ndio gari ilikuwa imebeba mpini. Na ilikuwa wapi? Hapo kwa Kanjo, kwa hospitali ya Kanjo hapo State House Avenue. Wewe uliona? Sikuiona, nilikuwa hapo. Ikiingia? Iliingia kasi tukapo ndani. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa kitu saa 5. Wengine wakiwa na majeraha ya kichwa na kuvunjika miguu, wengine nao wakidai kutolipwa walichoahidiwa baada ya kuvuruga maandamano. Wakati watu wanarudi, mapikipiki zinarudi mbio, kila mtu sana toroka. Mimi nikasema tu pikipiki imenibonda. Nikaenda hadi kwa hewa, nikarudi nikapiga chini hapo, kuangalia mguu yangu. Mguu imevunjika. Mguu hadi imehang sasa, hadi hezi inuka sasa. Chapo nianze kulia jo nikipiga. Nashindwa nini nafanyika. Jo hata sasa nimechanganyikiwa. Jo nikiangalia nyuma, naona watu wanakuja wengi, mamawe, miti, nini.
na wote wanakuja tu akiniangalia. Hapo ndo nikajaribu kuna rafiki yangu alikuja akajaribu kunitoa hapo. Akajaribu kunishika tukasonga naye kidogo, lakini akaona hawa watu ndio wamefika. Ikabaki tu ameniachilia hapo. Akatoroka, unaona. Nikajaribu nikajikokota, kulikuwa na sijui ilikuwa ni coffee shop hapo. Walikuwa ndio wanafunga gate. Nikajaribu kujikokota nikaenda nikashika hiyo gate kama haijafungwa yote. Na hapo ndo nikakwamilia, unaona. Sasa hapo unaona ndio watu walikuwa wanang'ana nivuruta nje wakinipiga na mamawe hapo, mamiti, mangumi hapo, mateke. Unaona huko ndani pia watu pia wananisukuma huko nje pia, unaona wataki pia niingie huko ndani. Nikasikia nimepigwa kitu kwa kichwa, nimedunda. Hapo chini nilikuwa tu nasikia kugongwa, nimepoteza hadi smile yangu wenyewe. Na mimi nashukuru Mungu tu wenyewe sasa hivi naweza bonga hivi. Na jana wenyewe kwa mkia jana naangalia mtandao napata nimekuwa nimededi ati mimi ni Eli Joshua, na mimi jina langu ni Kolo, mimi si Eli Joshua. Tulitaka kujua hela hizi zilikuwa ngapi na zilitoka kwa nani. Sisi tukaenda hivyo tukapatiwa hadi tulipewa hadi fare. Sisi tukapanda gari tukaenda Tao. Tukaenda tukafika. Fare tulipatiwa juu tulikuwa watu wawili, tulipewa 50-50. Tulipewa 100. Pesa sikuwa nimeidiwa do, tulikuwa tumebonga do. Lakini mtoto lingefai kwa ngiri 2. Mtu anakutajia mboka, anakuambia do ni after shughuli. After shughuli kiisha unampigia anambia bado sijaekewa, anakuambia bado sijaekewa, unampigia unasikia ni mteja. Na unasikia hizi do zinasemekana ngazina ngadeni. Ikishaenda imeenda. Utaenda mripoti wapi? Mliandikishia na wapi? Na baada ya kazi siku hiyo, picha hizi zilionekana mtandaoni. Vijana wakitembea mbele ya afisi ya kaunti ya Nairobi. Wale tuliokutana nao walikuwa wanapitisha ujumbe. Na ile tukupita pale mbele ya City Hall, ilikuwa tu just kuonyesha tumefanya job. Ile Kenya ulitulipia tumeidu. Ndio tumeidu, lakini tumeidu though bado tuja receive. Lakini tumeidu. Tuja receive do. Na mpaka saizi umepata pesa? Sijapata. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, tumekupa taarifa hiyo ujue kwamba hivyo ndivyo hali ilivyokuwa, na wale bila kushurutishwa, bila kulazimishwa, wamekiri kwamba kwa njia moja ama nyingine pesa ziliwafikia. Kuna wengine wanakiri kwamba pia hazijawafikia hadi kufikia sasa. Hii ikiwa ndio kama ulivyosema, nitachukua kauli yake wakili Joshua Okayo. Ikiwa unasema kwamba vijana wengi wanataka mabadiliko, asilimia kubwa, na ile hali hapa tunaona kwamba kuna baadhi ya vijana ambao wamekiri kuchukua pesa. Je, kauli yako ya vijana wengi wanataka mabadiliko bado inakaa pale pale ama kauli hiyo inabadilika? Asante. Vijana wengi sioni kama inakaa mtu anaweza kuchukua pesa kuzima safari ya kutaka mabadiliko. Vijana wanataka mabadiliko. Wengi sana. Hata hao wanaozungumza wanataka mabadiliko. Unaweza ukasikia. Shida ni kwamba tumewekwa tukakuwa maskini. Poverty by design. Yaani siasa ya Kenya imefanya wengi wetu tukakuwa maskini. Kwa hivyo ukiletewa tuseme 1,000, 2,000 ili uende uvuruge kikao ya vijana wenzako, unaenda sio kwa sababu unataka, sio kwa sababu unafikiria labda italeta mabadiliko, lakini kwa sababu kuna ile pesa ambayo umeambiwa utapewa. Kwa hivyo hawa vijana, kuna wengine wao, hata kuna mmoja tulimpata hospitali na alikuwa ana regret sana kwa nini alikuja kuvuruga vijana ambao wanafanya maandamano. Alikuwa na regret. Wengi wao, hata hao wanaozungumza, wanasema kwamba sijui ku regret ni nini kwa Kiswahili? Wanajutia. Wanajutia kutokea pale na kuja kuvuruga vijana. Na tumeona kwenye video vingine wakisema hata wale ambao wanaonekana kama kukua kama viongozi wao, huyu Swale, sijui Gaucho, umesikia wakisema kwamba hao hawana shida na vijana. Swale alienda nyumbani kwao, ametoroka town, sasa hivi hayuko. Alienda kwao Ushago kwa sababu ameona kwamba hata sisi tumejipanga. Kwa hivyo amesema hana shida na sisi. Ni ile tu hata hao wanataka
kujimudu kidogo kwa sababu maisha magumu, na maisha yamekuwa magumu kwa sababu wanasiasa wanatumia vijana kukua goons, kukua wauni na kuvuruga mikutano ya watu wengine. Kuna swali nataka kuwauliza nyote, lakini nitaanza na wewe alafu nimlete Maka malizie tuchukue mapumziko. Ni kwamba kuna watu wana hofu ya kwamba kweli kuna uhuru ambao upo kwa kila mtu kikatiba, lakini tunavyoendelea na ile amani ambayo ni chache ambayo ipo katikati ya jiji la Nairobi hivi sasa, tusipokuwa makini huenda tukaipoteza. Kwa sababu hapa kuna kama unavyosema kwa umaskini wao, kwa nini wamelipwa, na kuna vijana nao wanasema kwamba hamwezi kutunyamazisha, tutawaonesha. Kuna polisi naye hivi na hivi. Kuna hofu ya kwamba tusipokuwa waangalifu katika kutafuta haki zetu, huenda tukapoteza kitu cha maana sana, ambayo ni ile amani ambayo wazee wetu ndio walipigania kwa damu na jasho kuipata. Sijui tutafanyaje kupata huo mzani. Nafikiri ndio sababu ambayo nimewaleta hapa ndani, kwa sababu ni anayetaka kuandamana akaandamane, polisi amlinde asimnyanyase, na kama kuna mwingine ambaye atakuwa amekuja kuvuruga pia polisi amzuie asivuruge. Lakini tukiacha hizi pande tatu, kila mtu afanye anavyoamini yeye, nafikiri kuna wengi watajikuta mahali pabaya. Mtazamaji, taka tukirudi tupate maoni kwa Maka huko, naona pia vile vile Shakata kaweza kuchangia na wote watachangia katika hii mada. Lakini je, wapi tuseme kwamba sote tuseme hapo tunapoelekea sipo, sio kwa sababu kwamba tutaki haki, lakini sipo kwa sababu kunaenda kuvurugia kile ambacho kinatupa nguvu kutoka nyumbani kwenda kuandamana. Mtazamaji, mengi ni baadaye.